Mbwaduke Stats, Sport Next Level. Finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-25 ingali ikikaribia. Ni mechi itakayochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, kati ya wenyeji mnyama Simba dhidi ya RS Berkane kutoka kule nchini Morocco. Ni mechi ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wana kazi ya ziada kuhakikisha kwamba wanapindua meza kibabe, kwa sababu katika mechi ya kwanza kule nchini Morocco Simba walilala kwa mabao 2-0. Yes, sasa katika mechi hii kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, kwa uchache kabisa Simba itatakiwa kupata ushindi wa tofauti ya mabao 3. Yaani kwa mfano 3-0, hii itawahakikishia kutoa ubingwa, au 4-1 au 5-2. Ikishindikana vyote hivyo, basi Simba itabidi walau ishinde kwa mabao 2-0, jambo ambalo litafanya matokeo ya jumla yawe 2-2, na hivyo kwa kanuni za CAF matokeo yakilingana, basi kitakachofuata ni mikojo ya penalty ambazo huwa hazina mwenyewe. Simba ameshawahi kufanya hivyo katika msimu huu. Kwenye hatua ya robo finali Simba walicheza dhidi ya Al Masry ya Misri kule kwenye mji wa Ismailia nchini Misri, kwenye uwanja wa Suez Canal Authority Stadium. Simba walifungwa 2-0, lakini kwa Mkapa jijini Dar es Salaam kwenye mechi ya marudiano Simba nao wakashinda 2-0. Matokeo ya jumla akawa 2-2. Kwenye mikojo ya penalty Simba wakaibuka kidedea na kusonga mbele kwa hatua ya nusu finali walipokwenda kuwatoa Stellenbosch ya kule nchini Afrika Kusini. Kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar dhidi ya Stellenbosch, Simba walishinda 1-0. Kwenye mechi ya marudiano kwenye uwanja wa Moses Mabhida kule nchini Afrika Kusini katika jiji la Durban, matokeo yakawa 2-2. Matokeo ya jumla aggregate Simba wakashinda 1-0 na kutinga finali. Sasa wako na RS Berkane. Hili ni fupa gumu zaidi. Haiwezi kuwa mechi nyepesi hata kidogo, lakini inawezekana. Ndio, kwa sababu Simba amedhihirisha hilo katika mechi dhidi ya Al Masry. Lakini ili kufanikisha hayo, yapo mambo kadhaa ya kufanya ndani ya kikosi miongoni mwa wachezaji watakaopata nafasi ya kuanza. Moja wapo kati ya mengi ni kuhakikisha kwamba ile ari ya mapambano, mipira ya 50 kwa 50, Simba wahakikishe wao ndo wanakuwa vinara, hakuna namna nyingine. Lakini pili ni kwamba kila mchezaji awe katika kuthibitisha hilo kwenye upambanaji, basi kwa mipira yote ya juu na ya chini. Nasema haya kwa sababu katika mechi iliyopita Simba walifungwa 2-0 katika mechi ambayo mechi nzima wenyeji RS Berkane ndio waliofika zaidi katika lango la Simba wakipiga mashuti 14, RS Berkane, Simba wakipiga mashuti 9. Katika mashuti 14, 6 alilenga shabaha, Simba mashuti 9 hakuna lilolenga shabaha. Matokeo yake Simba wakafungwa 2-0. Eneo mojawapo ambalo Simba liliwafanya wapoteze katika mechi hii dhidi ya RS Berkane ya ugenini, wao wakiwa ugenini katika mechi hii, ni pamoja na katika eneo la kati. RS Berkane kwenye mfumo wa kucheza ni baada ya golikipa Munir Mohamed huwa na walinzi 4, kiungo mmoja anayelinda ukuta watu 4, halafu kunakuwa na viungo 4, halafu kuna mshambuliaji mmoja kinara. Sasa huyu kiungo mmoja huyu Mamadou Lamine Kamara alifunika mno eneo la kati. Katika kuzuia yeye ndo alikuwa mtibuaji wa mipango ya Simba. Katika kushambulia yeye katika siku hii, tofauti kabisa na ambavyo huwa anacheza kwenye mechi dhidi ya Simba, alikuwa huru sana kiasi ya kwamba kwenye kuzuia alikuwa tatizo, kwenye kushambulia naye alikuwa miongoni mwa matatizo dhidi ya Simba. Alifunga bao la utangulizi dakika ya 8, lakini pia akapiga shuti dakika 37 likatoka nje, lakini pia alitoa pasi saidizi ya bao, mpira ulienda wavuni, lakini marejeo ya picha za video yalionyesha kwamba mfungaji alikuwa offside, alizidi. Matokeo yake mchezaji huyu Mamadou Lamine Kamara, mchezaji wa kimataifa wa Senegal, akawa ndiye man of the match, mchezaji bora wa mechi. Ni kwa sababu eneo la kati huyu Mamadou Lamine Kamara, urefu 6 na inchi 3, mgongoni nambari 6, alitawala sana eneo la kati akishirikiana na wenzake akina Ayubu Khairi aliyekuja kutoka baadaye, lakini pia alishirikiana vyema na Yasin Labiri kufanya Simba eneo la kati wasumbuke mno. Sasa ni kwa nini walifanikiwa? Ishara mojawapo ni kwamba wachezaji wa Simba katika kila nafasi, kila mmoja alikuwa na uwajibikaji katika kupigania mipira. Achana na pale Simba inapomiliki mpira, nazungumzia pindi Simba inapokuwa haina mpira, uwajibikaji ulikuwaje? Hakika katika eneo hili kuna baadhi ya wachezaji hawakuwa kwenye kiwango cha ubora. Matokeo yake ilichangia kwa kiasi kikubwa pia katika RS Berkane kufanikisha mipango yao ya kuishambulia Simba mara kwa mara, ya kutawala zaidi mchezo katika muda mwingi wa mechi. Katika ukiangalia orodha
ya namna wachezaji walivyopigania mipira ya juu na mipira ya chini inathibitisha juu ya hilo, kwa sababu ikumbukwe huyu Mamadou Lamine Camara kwenye kucheza kwake mipira ya juu tunasema aerial duels, alipigania mipira 10, alifanikiwa mipira 10, 100%. Hakuwa na ushindani hata kidogo katika mipira ya juu. Mipira ya chini tunasema ground duels, Mamadou Camara alipigania mipira 7, akafanikiwa mipira 4. Ufanisi wa takriban 57% ya mipira ya chini. Kwa lugha nyingine, alikosa ushindani wa maana katika eneo la kati. Sasa ukiangalia sasa ule uwajibikaji katika kupigania hiyo mipira ya juu tunasema aerial duels, mipira ya chini ground duels, kwa jumla yake Simba utagundua eneo la kati kuna baadhi ya wachezaji hawakuwa kwenye kiwango cha ubora. Matokeo yake ndiyo maana eneo la kati likawa ni sehemu mojawapo ya mafanikio ya RS Berkane. Golikipa Musa Pimpin Kamara ndiye alianza golini siku hii, tunatambua vizuri katika mfumo wa Simba wa 4-3-3, wakati mwingine ilikuwa ni 4-2-3-1. Golini alikuwa ndio yeye Musa Pimpin Kamara. Kamara kwa nafasi yake hakutarajiwa kuwa na mapambano yoyote ya mipira ya juu wala ya chini, na ndivyo ilivyokuwa. Hakuna aerial duels yoyote aliyoshiriki kwa maana ya kupigania mipira na wapinzani, alafu tukapata nini alichokifanya? Ni 0. Lakini namba 2 alicheza Shomari Kapombe. Yeye katika mechi hii walau ni katika wale ambao walionyesha mapambano katika jukumu la kuzuia. Kwa sababu gani? Alipigania mipira 12. Kati ya hiyo aliyofanikiwa ilikuwa ni mipira 3. Lakini nambari 3 alikuwa ni nahodha Mohamed Hussein Shabalala. Mohamed Hussein Shabalala yeye alipigania mipira 6, akafanikiwa mipira 4 Shabalala. Katikati kwenye 4 na 5 kulikuwa na Shamu Karabu yeye alipigania mipira 8, akafanikiwa mipira 6 Shamu Karabu. Halafu alianza na nani? Abdurazak Hamza alipigania mipira 3, akafanikiwa mipira 2 kabla ya kutoka na nafasi yake kuchukuliwa na Shemalon Fondo, ambaye yeye alipoingia kuanzia kipindi cha kwanza mpaka mechi inakamilika alipigania pia mipira 3, kafanikiwa 1. Lakini eneo la kati kulikuwa na Fabrice Luamba Ngoma pamoja Fabrice Luamba Ngoma hapa palikuwa na shida. Sababu gani? Wakati kiungo Mamadou Lamine Camara akitoka nyuma kwenda kuishambulia Simba na wakati akirudi nyuma kuhakikisha analinda vyema ukuta wao wa watu 4, Ngoma eneo la kati yeye hakupigania mpira wote wa juu wala mpira wa chini. Hapa ndio tatizo linaanza. Ngoma hakufanya pia tackling, tunasema kuingia uvunguni kuchukua mpira kwa wapinzani. Urefu wake 6 na inchi 1. Ngoma kwa kawaida huwa ni mzuri mno katika kutekeleza majukumu haya pindi timu inapokuwa haina mpira, majukumu ya kuzuia. Lakini katika mechi hii Ngoma hakuwa kwenye kiwango chake bora sana, kwa sababu alichofanikiwa ni kufanya tunasema clearances, kubutua mipira mara 5, tackling 0, hakucheza tackling hata moja. Lakini mipira ya juu hakushiriki kabisa mechi nzima, mipira ya chini hakushiriki kabisa kuipigania mechi nzima. Kwa hiyo ana 0-0. Lakini mwingine alikuwa naweka tu katika orodha bila kujali nafasi, kwa maana naandika namba 7 hapa, alikuwa ni Yusuf Kagoma, ambaye yeye alipigania walau mipira 9, akafanikiwa mipira 3. Mipira ya juu Kagoma hakupigania hata mpira 1. Mipira hii 9 ilikuwa ni ya chini ground duels, akafanikiwa 3. Lakini ukitoka Kagoma wa pembeni sasa kuna Kibu Dennis Prosper katika wale washambuliaji sasa. Kibu Dennis Prosper alipigania mipira 6 kabla ya kutoka, mipira 6, akafanikiwa mipira 4 sawa na Mohamed Hussein Shabalala. Lakini huyu sasa tunaweka namba 8 kwa maana ya orodha. 9 unaweza kumweka Eli Mpanzu Kibisawala. Mpanzu huyu alipigania mipira 15, akafanikiwa mipira 8. Halafu kuna Lionel Ateba Mbida. Ateba yeye ndo alikuwa kinara katika mapambano ya mipira, alipigania mipira 18, ingawa alifanikiwa mipira 4. Hapa ambaye sijamweka hapa ni Jasha Ahua, alikuwa akicheza nyuma ya Ateba, ambaye huyu Ahua alipigania mipira 11, akafanikiwa mipira 6. Hawa ndio wachezaji walioanza. Waliokuja kuingia Joshua Budo Mutale dakika 10 za mwisho, mara aliingia katika dakika 80, alipigania mipira 4, akafanikiwa mpira 1. Mwingine Valentino Uma aliingia katika kipindi cha pili, alicheza dakika 45, hakupigania mpira wote wa chini wala wa juu. Kwa hiyo alikuwa na 0-0 kama Fabrice Luamba Ngoma.
Mwingine mbali na Valentino Uma walikuja kuingia ni pamoja Deborah Fernandez Mavambo, alipigania mpira mmoja hakufanikiwa. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla utaona katika mapambano ya mpira wachezaji wa mbele wa Simba katika kufanya pressing, shinikizo, katika kupigania mipira hiyo ya juu ya chini, ndio walionekana kufanya vizuri zaidi katika kupigania bila kujali kama amefanikiwa ama la, ambapo hapo unamkuta Ateba ni nambari 1 kwa kupigania mipira 18, lakini Mpanzu anashika nafasi ya pili kwa kupigania mipira 15. Halafu ndo unarudi nyuma unamkuta Kapombe mipira 12, unarudi tena kati unamkuta Jashahu alipigania mipira 11. Lakini Valentino Uma dakika 45 naye hakukumbana na situation ya kupigania mpira wa chini wala wa juu, jambo ambalo sio vyema sana kwa timu ambayo ilifunikwa katika baadhi ya nyakati kwenye mechi hii, ikafungwa mabao mawili, ikakoswa ikiwamo bao ambalo lilionekana kwenye VAR kwamba ni offside, lakini kukawa na uwezekano kuwapo kwa penalty, ingawa VAR ilikuja kuokoa kwa sababu ilionekana kwamba kwa muamuzi tafsiri yake haikuwa penalty, kwa muamuzi Pierre haikuwa penalty. Ili kuepukana na matukio hatarishi kama yale, ni lazima katika upambanaji wa mipira ya juu na ya chini, hiki alichokionyesha Ngoma katika mechi dhidi ya RS Berkane kisitokee tena, kwa sababu sio sawasawa eneo la kati ambako matatizo mengi yalianzia, hasa kwa Mamadou Lamine Kamara aliyetamba kuanzia eneo la kiulinzi, halafu akienda mbele kushambulia hapa kati, akipishana na kina Ngoma, akipishana na kina Kagoma, halafu anatokea mchezaji kama Ngoma hana mapambano yoyote ya juu wala ya chini, hana tackling na hajacheza faulo yoyote wala kuchezewa. Haikuwa sawa sawa katika mechi. Mechi kwenye uwanja wa New Amani Complex lazima hili liboreshwe katika kupambana, hasa timu inapokuwa haina mpira na ikibidi kucheza faulo za kimbinu. Ruksa alimradi tu usije ukapata kadi nyekundu. Ndiyo inakuwaje timu inanyanyaswa eneo la kati alafu kuna faulo hata moja. Kucheza kwa usmart, kucheza kwa usafi, uungwana wa kupitiliza wa namna ile unaweza kugharimu tena timu na hivyo kuwapa machungu wana Msimbazi Simba, kuwapa machungu wa Tanzania ambao wana matumaini makubwa katika kikosi hiki kufanya kile ambacho kitawapa furaha kubwa, yani kupindua meza kibabe kwa kuhakikisha wanapata ushindi unaotakiwa wa tofauti ya mabao 3 ama zaidi, au basi kufunga bila ili kwenye mikojo ya penalty paje kuamua katika 50 kwa 50. Lipi litakalotokea? Ni dhahiri kwamba Kagoma, Ngoma na wachezaji wengine wote kina Valentino Uma watakuwa wamekumbushwa na benchi la ufundi chini ya kocha Fadlu Davis kuhakikisha kwamba kucheza dhidi ya RS Berkane ni timu yenye wachezaji wengi wenye ufundi mwingi, wenye mbinu nyingi, lazima kupunguza ule uungwana uliopitiliza wa kucheza dakika 90 bila kupigania mpira wa chini, bila kupigania mpira wa juu, bila kucheza faulo yoyote, bila kufanya tackling yoyote kwa kiungo ambaye eneo lake kwa mfumo wa Simba wa 4-2-3-1 ama 4-3-3 inatarajiwa viungo wakati pale Ngoma, Kagoma au yeyote atakayepangwa pale kina Augustin Okejefa kutokuwa waungwana wa kupitiliza katika mechi ambayo ni vita kati ya Simba dhidi ya RS Berkane, ni vita kati ya Tanzania na Morocco, lakini vita dakika 90 za mapambano ya kimpira na sio vita kumwagana damu kama tafsiri ya vita kwenye maeneo mengine. Itakuwa vipi? Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.